kutokana na wakati ambapo tuko nao, rafiki zangu, inabidi tuelezane. Unajua Sabato imewekwa kwa ajili yetu, na wale ambao tunakubali na tunafuata maagizo ya Mungu. Changamoto ipo kwa wanafunzi leo, au ni mwanafunzi mwenyewe au wazazi, katika kuwaruhusu wanafunzi kwenda hapo, na ndicho kipengele tunakwenda kukiangalia hapa. Wazazi wameingia kwenye jaribu hili kubwa sana. Inawezekana ni mitihani, sijui, inawezekana ni masomo ya kawaida, wanaenda watoto wao. Angalia, leo nabii anasema hakuna hatari ya hao watoto kutotiwa muhuri katika manuscript, na tutasoma baadhi ya nukuu hapa katika manuscript release. Hawa watoto, kumbuka muhuri wa Mungu unawekwa, na tumekusha kusema before kwamba kama hawa watoto wanaoenda huko hawawezi kupata muhuri wa Mungu, vipi kwa wazazi wake? Bado mzazi atakuwa hajatimiza kikamilifu kuitunza kikamilifu Sabato, ikiwa bado kuna wale watoto wake wameingia katika majifunzaji ya shule ya dunia kawaida. Some nukuu hapa, tunasoma katika manuscript release volume 5, tunasoma hiyo hapo katika ukurasa wa 78, paragraph ya 4, anasema how could the fathers work in harmony with the directions given while accompanying their children to schoolroom or academy or the Sabbath, on the Sabbath, the day that God has sanctified and blessed. Ni kwa namna gani wazazi wanaweza kufanya kazi kwa utii katika maelekezo yaliyotolewa, wakati wakiwaongoza watoto wao katika kwenda mashuleni, katika kazi za akademiki za kawaida, katika siku ya Sabato ambayo Mungu aliitakasa na kuibariki. Kwa hiyo kumbe hii siku wazazi hawatakiwi kuwa accompany either physically au kuwa accompany kwa kuwapa ruhusa. Sikiliza kwa makini. Sasa mfano ndogo, na hii ndio kitu ambacho kinatuumiza sana. Katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 12 mstari tukianzia wa 6, tunaanza kuona Yesu anawaambia ni bora, akiulizwa swali anaambia ni bora kutenda mema siku ya Sabato. Hii imekuwa ikitumika vibaya, na ukiangalia kwa sura ya kawaida utakuta kwamba mbona kama ni jambo jema tu kuingia katika mashule siku hii ya Sabato, ni jambo jema. Lakini hebu angaliza nukuu inavyosema. Kuna mtu ambaye alikuwahi kusema hili akiwa ndani ya kanisa, na akasema jamani, ni swala zuri tu kuwapeleka, sababu ni swala ambalo, na alikoti. Hebu sikiliza katika paragraph hiyo hapo chini 79 paragraph 3, anasema one teacher stated before the church that he thought it right to send the children on the Sabbath, quoting the words of Christ. Aliquote, yani akasema mimi nadhani ni kweli tunatakiwa tuweze kuwaruhusu waende, na akaquote maneno ya Yesu. Akaquote aje? Asema it is lawful to do well on the Sabbath day. Andiko linasemaje hapo chini? In the very act of giving them lesson in which there is no sacredness, the Sabbath, which is to be a test to the world, a sign between God and his people, is brought down on a level with a common working day. Kwa hiyo wakati wakipelekwa katika mashule, tunakuja kuona kwamba siku hii ya Sabato inawekwa kwenye kiwango cha siku za kawaida za kazi. Siku za kawaida za kazi inashushwa. Sasa nini sasa kifanyike, au ni nini ambacho tunaambiwa? Kumbuka hapo ya kwamba katika kipanda hiyo paragraph ya juu hapa nasema with such special directions as these, those how
can fathers consent to their children? Anauliza ni kwa namna gani wazazi watawakubalia watoto wao. Attending school on Sabbath. Sikiliza hili kwa makini. Sasa kwa maelekezo yote haya ambayo yamekusha kutolewa, je, itawezekanaje wazazi kuwaruhusu watoto wao kwenda mashuleni siku ya Sabato? Hiyo ni kitu cha kwanza. Any part of the Sabbath. Kumbe hata kwenye wakati wowote, kipindi chochote ndani ya siku, kwa sababu Sabato inaisha siku inapoisha. Kwenye part yoyote ya siku, iwe ni asubuhi, sio anaenda ni mtihani wa masaa mawili tu, akimaliza anaenda kanisani, any part of the Sabbath utaruhusuje? Kwa maana katika hivyo ni kuikanyaga Sabato. Any part of the Sabbath the same as on any common day. Wataruhusuje wazazi ambao wanatambua maandiko na wanahitaji kufata imani ya Yesu na amri zake Mungu? Kwa tunatakiwa kuwa makini hapa. Ni wazazi, tunakuja kuona wazazi wana jukumu, lakini pia watoto ambao wengine wamekwisha kujitegemea, wengine wanaweza kuanza kuona kwamba wanaingia katika majaribu makubwa sana. Lakini jue ya kwamba kuna hatari ya kukosa muhuri wa Mungu, kwa sababu tunazidi kukanyaga amri kwa kudhani ya kwamba ni bora kufanya jema siku ya Sabato, lakini katika hili inakanyagwa amri ya Mungu. Tusome hiyo katika kitabu cha Isaya. Tumalizie hapo, itatusaidia sana kupata point ya kumalizia hapo katika Isaya sura yake ya 58. Taisoma hii andiko tu vizuri, mstari wa 13 tena, ili tuweze ifikiria vizuri na kuweza kujenga msingi katika ili fundisho. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha na takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya kazi zako njia zako mwenyewe, wala kutafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Hilo ndio agizo la Bwana, na tujitahidi kutendea sawa sawa na vile alivyotuagiza.